si pale Madengu ne. Kwa hiyo wewe uko nyumbani hapa. Kwa kweli ninakukaribisha sana. Wanandago wamekusubiri kwa hamu kubwa. Wanakupenda sana, wanakuamini na wanaendelea kukuombea. Jamani, Mwigulu oye! Basi atakapokuja kuongea tumsikilize, tumpokee kwa shangwe kubwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu sana. Shamsua Tatawane. Songela. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Sasa kwa heshima na taadhima, ninaomba nikukaribishe Mheshimiwa mgeni wetu rasmi, Waziri Mkuu wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Karibu useme na Wanandago, useme na Wanasingida. Karibu sana. Ndago oye! Ushora oye! Haya, tunaweza kukaa. Haya tu. Ongereni. Jeshi la maana kabisa. Ndago oye! Sasa kwa maslahi ya muda na waomba tusikilizane. La kwanza ni wape pole kwa msiba ambao ulitupata. Mnakumbuka tulipanga mkutano wa hapa uwe asubuhi, lakini kwa sababu tulikuwa na msiba tukaona tuairishe mkutano. Lakini hata hivyo tukakubaliana nipite kusalimia, na kama mnavyoona muda umeendaenda. Kwa nitaomba tutulie tusikilizane. Nimekuja na mada 3 tu. Mada ya kwanza, kama mnavyokumbuka, tangia uchaguzi upite hatujaonana hapa Ndago. Kwa nimekuja kushukuru. Asanteni sana Wanandago. Na washukuru sana Wanandago. Na kwa kuwa nimeambatana na wageni wangu hapa, Mheshimiwa Naibu Waziri wa Ujenzi, Naibu Waziri wa Maji na Naibu Waziri wa Nishati, nitawapa nafasi baadaye kwa ajili ya hoja ambazo zinahusu eneo hili. Lakini niwaambie tu wageni wangu hawa, moja ya sifa ya tarafa ya Ndago, hata katika nyakati ambazo kunakuwa na misukosuko ya kisiasa, eneo pekee ambalo kura zangu hazijawahi kutikisika ni tarafa ya Ndago. Hii ndio ngome yangu, hawajawahi kutikisika. Yaani mtu akitaka kunyemelea jimbo hili atanyemelea kwingine utamsikia tu, lakini sio tarafa ya Ndago. Yangi bwana yanga kukute yaka kukuta kisa awana pandago lulo nauga pamoja na kwamba kwa patasoka, lakini lazima nkile kushukuru bwana inie nini ale musakili nini endelele kutula mbunge paka itungo lale. Hawa ndio Ndago. Ndago oye! Ndago na tarafa na kata zake zote ni kura zisizoyumba. Hawa ndio Wanandago. Na washukuru sana kwa uimara wenu huo. Lakini sambamba na hilo, ikiwa sehemu ya shukurani, ninyi Wanandago mmesimama nami majira yote. Na kwa kweli nitambue na waheshimiwa madiwani wote wa tarafa ya Ndago, wakiwemo madiwani wa kata. Namuona pale diwani wa Ndulungu Jilolelo, namuona pale diwani wa
Urugu Shamsua Tiosela, namuona pale Wawa diwani wa Mbelekese, namuona pale Mambo diwani wa Mtekente, na madiwani wa viti maalum, mamangu tokea Kaselia na mamangu tokea hapa Ndago, lakini tunaye diwani mwenyeji wa kata ya Ndago, yangu Ernest Kadeki. Nimekuja kuwashukuru, asanteni sana, na leo hii mtambue pia tunao viongozi wetu wa dini ambao tumeambatana nao na walishatufanyia dua na sala. Tunashukuru sana shehe wa mkoa pamoja na viongozi wengine wote wa dini na wachungaji ambao mmeambatana nasi. Lakini nitambue pia kamati ya siasa ya wilaya, na tunao waheshimiwa wabunge walipata muda wa kusalimia kule mkutano wa kwanza, lakini hapa kwa kuwa muda umeenda, mtambue tu uwepo wa Mheshimiwa Martha Gwau yule kule upande wa Nokukilima, alafu na Mheshimiwa Grace Mkoma huyo hapa upande wa magharibi, lakini tunaye katibu tawala wa mkoa na timu ya wataalamu wote kutoka wilaya zote za mkoa, wakiwemo na wakuu wetu wa wilaya ambao wako hapa. Kwa maslahi ya muda, la kwanza ilikuwa ni kushukuru, na nitumie jukwaa hili pia kuendelea kumshukuru Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais ameiandika ramani ya Iramba na ramani ya mkoa wa Singida kwa wino uliokolea ndani ya nchi yetu. Katika awamu yake ya kwanza, nakupele kisuko mbwane papa alimishukila gwa mbwane, si hiyo ne mbwane, na kwenda kina nsinsi zile, si hiyo ne kukitako, si hiyo ne mbwane, ipase ali mwene nekati umao wetu hiyo no sakia no mwana kuleamba no andika mumpia muno kakaka lo asoludone kwa musongelia sana alipenali ni andi asina numuela nekati kenape kulela kwa pidodu isha na kwa dima ngombe nuga kanza gambai no uga ya loli, si hiyo ne alina numuelai paka kukikini ndia kutembe, si hiyo ne simujukile ne abalagi tungoli na pika pausio itembe pena aliko kupolela gemazi hiyo inie komeli kamipapo indagu ya kuleleli gwa siki kutegula gwa wala kutegua kwa longola. Kwa hiyo niliona nitumie fursa hii kumshukuru tena Mheshimiwa Rais kwa kuniamini kwa mara nyingine na kunipa jukumu kubwa zaidi la kusimamia shughuli zote za serikali. Na kwa kuwa ninyi mlinichagua na mama ameniamini, nimeona niwahakikishie wanairamba na wanandago na wanasingida sitawaangusha. Tafanya kazi kwa bidii ili mara zote wanapoona kazi hizo wawape heshima wazazi wangu ninyi na Mheshimiwa Rais aliyeniamini. Songeli zigizigi kwa mara nyingine tena. Lakini ajenda ya pili baada ya hiyo ya shukurani, tutaongelea mambo ya miradi, na hapo ndipo nitawapa na nafasi kwenye ajenda ya tatu mawaziri ambao tumeambatana nao waweze kuwasalimia. Lakini kwa kuwa tumekuja kushukuru, na mimi leo nimekuja na familia nzima wako hapa, uwakilishi mkubwa kabisa. Alenuna musua kole papapa, nea ketundu wa kole papapa. Aya, numutongelie wani kumugia. Numutongelie wani. Alikula ya kuwa gwa, na musua tongela uganie mama. Nenda tukanye maiki. Kazi na utu. Ndago safi. Sijaona mikono. Jamani, tuko hapa kushukuru, tumekuja kushukuru. Biblia inasema shukuruni katika kila jambo.
tumekuja kushukuru. Mungu awabariki sana, awazidishie sana, lakini pia bila kuchoka kuendelea kuomba ushirikiano wenu, kuendelea kuwasapoti viongozi wetu, waziri wetu mkuu. Asanteni sana sana, Mungu awabariki sana. Haya, ndenda za kole ne agetundu egeli mbwanepo egeli po pa dede po lekoti gati egeli. Haya, no andi utangiwa mbele andi auwe mbwana mkulu. CCM oye! CCM oye! Kazi na utu. Asante sana, nimekuja kushukuru. Kwa majina naitwa Joshua Mwigulu Nchemba. Semeni asante sana kwa imani yenu na kwa kuamini viongozi wetu na kiongozi wetu ambaye ni waziri mkuu na ni mbunge. Asante sana. Haya. Kitundu na mdo. CCM oye! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Kazi na utu. Kwa jina naitwa Isaac Mwigulu Nchemba, ni mwenyekiti wa chipukizi wilaya ya Iramba CCM. Leo nipo mbele yenu kutoa shukrani kwa Mama Samia na waziri mkuu kwa kazi anayoifanya katika nchi yetu ambazo zinatukuka. Bila wao tusingepata maendeleo yoyote. Asanteni kwa kunisikiliza. CCM oye! Asanteni. Mwaona bwane? Si mwaona nululine? Si luli lulone? Lulo. Mwaona nugomola? Si yone? Songere zigi. Haya. Kwa hiyo ilikuwa sehemu ya shukurani. Tunawashukuru sana. Sasa kwa kuwa muda ni mfupi, nitakatakata. Lakini tutapanga muda mwingine kwa sababu hapa ni nyumbani, tutakuja takatakata ili nipate muda wa kuyasemea baadhi ya mambo makubwa. Jambo la kwanza, najua kwa wanandago wengi watatamani sana kusikia habari ya barabara ya lami ya kuanzia Kizaga, Ndago, Sepuka kwenda mpaka Singida. Na mimi niendelee kuambia wanandago, banende ipa tuliankwe ikia kukaa. Barabara hii, mwantege elane mbwana. Barabara hii ni barabara ya muhimu sana. Kwa sababu moja ya tarafa zetu zinazoongoza kwa uzalishaji ni tarafa ya Ndago na Bondeni kule Shelui. Na moja ya barabara kiungo ni hii barabara inayopita hapa Ndago. Ni barabara ya muhimu. Ndio maana kila wakati tumekuwa tukisisitiza ijengwe kwa kiwango cha lami. Sasa barabara hii imechelewa kwa sababu kubwa mbili. Sababu ya kwanza nitaongea kinyumbani, na sababu ya pili nitaongea Kiswahili. Sababu ya kwanza, mwantege ila ndoana ibarabara nipunile kusingidea pikape na Ndago yenda kukizaga angawende mutaratibu hizo zako zengi barabara hizi kwa kuyekela indalo hizo nanzilo iti na pena Ndago ikepe lagwa nindogolo ilioza kumizenga kunsoko ipanta mile mubarabara na nkulu ni longo ile kumweli huko lulo pa kuandia pinale ni naibu katibu mkuu na nimetoa ala niemigwa mumweli wa kuzengwa pinana piga awamu ya 5 nelegigwa kunsoko iti ndogolo lionkei mlingile kula kupangile kena barabara lazima azilonji mkoa kwa mkoa. Lakini juli pinana nenda konsinsi na nimishokelia nkange
nitungo ili pinakwenda kujipeli ili kitabu hilo kwa mishokeli yankange. Maana yake mwanzo mu kitabu alinkole unene numukumbo kitila. Si nundu ya papa hapane. Simu mujokilene. Na huga patatana kukole undishie. Ipanda ili lake natakama ili ana ushola kukilile kai. Kuini kuli kile mumu. Na kumi kila. Sasa kuwa konsoko yukutile mundogolelio hizo na zikumu kile. Kuiza na kutwala na kutianti ya kulingile undishie kupuni ya pima tondu. Mwanengane. Ingi mbwane pina kulima kunsoza aliku kulima pina kuinuka. Siku siite kulima mugunda wake shoa wake maa wako kunsoko wapa tansoza. Mwantege elanduwane. Kwa hiyo alilo kwili ili adu kunsoza. Kunsoko yanda kigwa kujenga. Lekini yala lekekene ya tinia mweli ne yangayani. Iki konda adu. Iwa yene mapa usiri tembe balabala yale kikonda. Inauna mbukile kupune ila kono kukile la kenandago. Ndiyo kai tondu kiendi kopi masonsu kwa madelu. Kukile linzelanzia yo. Mwantege yalane anduane. Sababu ya kwanza ilikuwa hiyo. Sababu ya pili ambayo nitaielezea. Sababu ya pili ilikuwa sababu ya uamuzi ambao tuliufanya kwa nchi nzima. Na huu haukuwa uamuzi wa bahati mbaya, wala haukuwa uamuzi, wala sio uzembe. Ndani ya serikali, na bahati nzuri nalijua vizuri sana hili kwa sababu mimi nilikuwa pale kwenye wizara inayoshughulikia masuala ya fedha. Kitu gani kilitokea? Na ndugu zangu wanandago, nitawaomba mkishaipata hii sababu, wala msinungunike, wala msisikitike, wala msiwe na mashaka. Kwa sababu barabara isingekwama kwa uzembe na mimi nipo pale pale hazina. Lakini nilikuwa najua sababu iliyosababisha baadhi ya miradi kupungua kasi ya utekelezaji ilikuwa sababu ya msingi kabisa kabisa. Tena sababu ya kizalendo. Nini kilichotokea? Ndani ya nchi yetu ulifika wakati tukawa na miradi ya kimkakati ambayo inahitaji nguvu kidogo tu ikamilike ili itatue matatizo ambayo yanaikabili nchi yetu. Moja ya mradi huo ulikuwa ni mradi wa umeme. Ninyi mnakumbuka mwaka 2022-23 pale tulianza kupata mgao wa umeme. Na mgao wa umeme kwa nini ulipatikana? Sio ukame. Ni kwa sababu baada ya hamasa kubwa ya kuunganisha umeme kila kijiji. Tulipounganisha kila kijiji, maana yake umeme unaosambaa haukukadiriwa kwenda kila kijiji. La pili, tulipohamasisha viwanda vingi, tukaunganisha umeme kwenye viwanda vingi, maana yake matumizi ya umeme yakawa makubwa kuliko uzalishaji wake. Kilichotokea, tukaanza kupata mgao wa umeme. Tena haukuwa mdogo, ukawa mkubwa, ikawa kelele nchi nzima. Ushauri uliotolewa ulikuwa na majawabu ya aina mbili. Moja, ama tutafute mitambo ya kukodi ya muda ili tupate umeme tuondoe mgao. Ama tuwekeze nguvu kubwa tukamilishe ujenzi wa bwawa la Mwalimu Nyerere, tupate chanzo cha kudumu cha kuzalisha umeme, tuondokane na mgao wa umeme. Busara ya serikali inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan ikawa tusikodi mitambo kwa sababu vya kukodi ni vya muda. Jawabu la kudumu ikawa tukamilishe mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere. Ndoto ya Mwalimu Nyerere, mradi wa kimkakati ambao ulikuwa unahitaji miezi 2 mpaka 3 ya kufunga mkanda kwa nguvu. Tukasema twendeni tufunge mkanda. Na mimi nakumbuka kuna baadhi ya miezi malipo yanayokwenda kukamilisha bwawa kwa mwezi tu yalikuwa yanaenda zaidi ya dola milioni 130 kama bilioni 300-400 hivi. Sasa kwa sababu kikapu ni kile kile, kwa sababu kibuyu ni kile kile, ni dhahiri baadhi ya miradi ingeathirika na mtiririko wa fedha. Sio uzembe, wala sio uzembe kwamba kuna uzembe umefanyika, la hasha. Ilikuwa tukamilishe miradi ya kimkakati. Na ninyi mnakumbuka mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere, kama si ushupavu wa Rais Magufuli na Daktari Samia Suluhu Hassan wakati mradi unaanza, huu mradi usingejengwa. Kwa sababu wakubwa wote walisema hawatatoa fedha kwenye mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere.
Magufuli akasema utajengwa. Ulipoanza kujengwa, Mungu akamwita Daktari Samia Suluhu Hassan akasema utakamilika, akaupokea ukiwa 20% hivi. Mradi wa zaidi ya trilioni 6.5 umejengwa kwa fedha za ndani. Kwa nchi zingine trilioni 6.5 hiyo ni fedha ya bajeti nzima ya nchi hiyo, lakini sisi umeenda kwenye bwawa la Mwalimu Nyerere. Sasa kwenu nyewe mnajua, hata katika maisha kwenye familia, kama kuna jambo kubwa unalifanya, ni lazima kwingine mtiririko wa fedha utaathirika. Huu nimetaja mradi mmoja, lakini pia tukataka reli ianze kutumika eneo ambalo limekaribia kukamilika. Tukaanza na reli kipande cha Dar es Salaam Morogoro na Morogoro Dodoma, ambacho sasa kimeshaanza kufanya kazi. Hata ninyi watu wa Iramba huku, mkitoka hapa Iramba mnaenda mpaka Dodoma, kama unaenda da unapanda reli yako. Yoya ile anatolo hapa ile kuko linchoni izanana ankela ni nkoko gutwe gale kuno ile muleli sika yeka na momena miligo kweka kwa. Ari mwanjololo kukulipila kigwane tiketi yana ankela mu train muleke wana ankela ndoyoga. Na tunataka reli hiyo ije mpaka Singida. Itakuja mpaka Singida, tumeweka kwenye ilani. Kwa hiyo ujenzi wa bwawa, ujenzi wa reli. Lakini pia kanda ya Ziwa kulikuwa na mradi wa daraja la Kigongo Busisi, daraja la JPM, ambao na wenyewe ulikuwa umebakia kidogo tu ukamilike ili kunusuru maisha ya wenzetu wa kanda ya Ziwa. Tukasema na wenyewe tuweke kwenye mradi wa kimkakati. Kwa maana hiyo tumekuwa na miezi kadhaa hapa katikati ambayo tuliweka nguvu kubwa kwenye miradi ya kimkakati ambayo leo tunaihesabu kwamba imeanza kufanya kazi. Daraja linafanya kazi, bwawa la Mwalimu Nyerere linafanya kazi, reli SGR imeshaanza kufanya kazi, vile vipande viwili. Ni miradi inayoipa heshima nchi yetu. Kwa hiyo iliathiri miradi iliyoathirika. Moja ni ile miradi ambayo ilishakwisha kusainiwa na wakandarasi wako site, kwa kuwa mtiririko uliathirika katika baadhi ya maeneo, ikasababisha kasi ya utekelezaji ipungue. Miradi ya pili, kuna miradi ambayo ilishasainiwa mikataba yake, lakini ikachelewa kuanza kufanya kazi kwa sababu ya malipo ya awali, na yenyewe ni kwa sababu mtiririko wa fedha uliathirika. Lakini miradi mingine iliyoathirika ni ile ambayo ilitakiwa kusainiwa, miradi mipya, ili ianze kutekelezwa. Sisi tulitaka mradi wa kuanzia Sipuka pale kwenda mpaka Mlandala, kwenda Urugu, kwenda Mtekente, kwenda mpaka Mtoa, na ule wa Shelui kwenda mpaka Konkilangi, kwenda Tulia, kwenda mpaka Sibiti, uanze kutekelezwa, na wenyewe ukachelewa. Kuna mradi wa kutoka pale Iguguno kwenda Nduguti, kwenda mpaka Gumanga, kwenda mpaka Sibiti, na wenyewe ukachelewa kuanza kutekelezwa. Lakini upo mwingine wa kutokea Mbulu kwenda mpaka Maswa, na wenyewe ulishasainiwa lakini ukachelewa kutekelezwa. Nini neno la faraja kwa Watanzania wote na Wanandago? Serikali inatambua fika kwamba hii miradi niliyoisema iliyochangia kupunguza kasi sasa imeisha. Hatujengi tena bwawa la Mwalimu Nyerere, hatujengi tena daraja la JPM, na kipande cha reli kuanzia Dodoma kwenda mpaka Kigoma na Dodoma kwenda mpaka Mwanza, hivi tayari vina fedha, vina vyanzo vyake vya fedha. Kwa hiyo havitaathiri mtiririko wa fedha. Maana yake nini? Tunapoanza utekelezaji wa bajeti hii mpya, hatutarajii tena kasi ile kupungua. Kwa hiyo ninyi, haya ni mambo yalifanyika yenye uamuzi. Ninyi huku tunako kwenda, wala msisikitike. Ni kweli tunatamani lami, ni kweli barabara hii inatuathiri, ni kweli barabara hii ina madhara kwa kutokuwa na lami, lakini kwa sababu kulikuwa na uamuzi wa kitaifa wenye maslahi mapana ya taifa, na mimi mtoto wenu ni shahidi, wala tusiumie roho wala tusiugue, jambo hili linakwenda kurekebishwa. Lakini kingine, sambamba na mradi hii ya barabara, ipo na miradi mingine. Nimetaja tu hivi vitu vikubwa vitatu vya haraka, lakini ningeweza kuwatajia na mambo mengine ambayo yalikuwepo katika miaka hii miwili mitatu. Mwaka juzi uchaguzi wa serikali za mitaa tuliufanya kwa fedha za ndani. Mwaka jana uchaguzi mkuu tumefanya kwa fedha za ndani. Lakini sio hilo tu,
tumejenga vituo vya afya kwa nchi nzima, kila makao makuu ya tarafa ambayo hayakuwahi kuwa na vituo vya afya kwa nchi nzima. Tumejenga kwa mpigo zaidi ya vituo vya afya 649. Na ninyi tarafa ya Ndago, kwa kama nilivyowaambia, tarafa ninayoheshimu msio yumba, ninyi hapa peke yenu mmepata vituo vya afya 3. Mmepata Ndago, mmepata Ndulungu, mmepata Urugu. Mwategela mbwana. Hivyo hivyo na kwenye zahanati, hivyo hivyo na kwenye hospitali za wilaya. Kwa hiyo hii ilichangia katika baadhi ya maeneo miradi kupungua kasi. Lakini jambo lingine lililo jema ambalo ni watoe hofu. Katika mwaka wa fedha huu, Mheshimiwa Rais ameelekeza na serikali tumepeleka mapendekezo bungeni, ambao nina uhakika na wabunge wengine wako hapa watapitisha mapendekezo ya serikali. Tumepeleka pendekezo, fedha zote zinazokwenda kwenye miradi mahususi, barabara zote za TANROADS na za TARURA, fedha zote zinazokwenda kwenye maji, kwenye mfuko wa maji, fedha zinazokwenda kwenye umeme, mfuko wa REA, hazitapita tena kwenye mfuko mkuu wa serikali. Zitakwenda moja kwa moja kwenye hiyo mifuko, moja kwa moja wakandarasi walipwe ili waweze kutekeleza hiyo miradi. Lengo la uamuzi huo ni kuhakikisha miradi inatekelezwa kwa kasi. Kwa hiyo ndugu zangu Wanandago, mimi niwaombe wala msiwe na mashaka. Tuko kwenye uelekeo sahihi na tulifanya uamuzi wa kimkakati, uamuzi wa kizalendo ambao umetuepusha. Ninyi wenyewe mnajua Mheshimiwa Rais kwa nini aliona tujenge bwawa badala ya mitambo ya kukodi. Mitambo ya kukodi huwa ina makando kando mengi. Bora tujenge kile kilicho cha kwetu. Kwa hili limeshafanyika. Sasa niseme na mengine machache mawili matatu hivi ili tumalize. Nilipokuja hapa wakati wa kampeni, niliwaambia kuhusu kidaraja kile cha pale ambacho ndugu yangu Kadege umekuwa ukisisitiza sana. Kutoka pale Mirungu kwenda kule ambako watoto wanabebwa na maji. Ni eneo gani lile pale Mirungu kwenda mtaa ule mwingine? Kuna sehemu watoto wanabebwa na maji kila siku kwenye lile korongo. Mwaka huu tumeleta fedha. Mwaka wa fedha unapoanza litajengwa hilo daraja pale, ili watoto wasibebwe na maji. Lakini pia pale Luzilukulu kwenda kitongoji kile kinachofuatia kingine hicho, kuna korongo lingine tena tunaenda kujenga. Lakini pale Luzilukulu kwenda Kipuma pana sehemu ya daraja kubwa. Mwaka huu tunaanza kufanya usanifu ili tujenge daraja la juu kubwa ambalo litaunganisha watu wetu wa Ndago na kule Kipuma. Lakini pia pale Kisonga kanisani, nadhani somewhere pale Kisonga, kutokea Kisonga kwenda ng'ambo ile ya nyingine, pana korongo ambako pia watoto wanapata shida, wanabebwa na maji. Katika mwaka wa fedha pia pale panaenda kuwekwa daraja. Lakini pia tunaanza usanifu wa barabara kama nilivyosema, kuanzia Sipuka itaenda paka Mlandala, itaenda paka Urugu, itaenda Mtekente, itaenda Mtoa, itaenda paka Shelui. Na pale Shelui usanifu unaendelea kwenda paka Sibiti. Hiyo tunafanya usanifu ili tuweze kuwezeke mezenga ya lame neniazo. Na wakati huo huo pia nimemwelekeza meneja wa TANROADS na mwenzake wa TARURA, chenchi yeyote watakayopata mahali popote, watengeneze usanifu barabara ya kuanzia Zinziligi kwenda kuunganisha kule na ile barabara ya Mtekente. Hapa sehemu moja imekuwa korofi sana hapa katikati. Tumesema ukorofi huu tuliouona hatutaki kurudia tena. Wakati huo tutaendelea kuimarisha na hii inayokwenda kule Urugu. Lakini pia tumepata fedha ya kujenga lami kuanzia pale Kitusha kwenda Kinampanda, kwenda Galangala, kwenda Kisana, kwenda mpaka Kisiriri. Nuko asoga kwa kake mezipilia barabara ni aso. Ale ni sehemu ya mpia zigela nuko aso ikijipeli kwa barabara. Kwa hiyo sasa haya nimesema tu machache, lakini humu kwenye bonde letu la Dengu usanifu unaendelea.
Mheshimiwa diwani na madiwani wenzako wa tarafa ya Ndago, mnakumbuka tulipita kule mbugani. Usanifu unaendelea wa namna ya kuwa na mabwawa kwenye bonde letu hili hapa mbugani, ili tuweze kuwa na kilimo cha umwagiliaji. Lakini jambo lingine ambalo ni la nchi nzima na la mkoa mzima, natambua tarafa ya Ndago tumekuwa tukipata kero kuhusu masuala ya stakabadhi ghalani. Nilivyopita mliniambia uamuzi wa serikali ni nini. Tumekubaliana ndani ya serikali kwamba lazima tuendelee kurasimisha kilimo chetu, lazima tuendelee kulinda bei za wakulima wetu, lakini lazima tutatue kero hii inayojitokeza ya maghala. Sasa katika mwaka huu wa fedha tumetenga 10% zitaenda kwenye halmashauri zetu, mbali na ile ya akina mama, vijana na watu wenye ulemavu. Kuna kuwepo na 10% inayotokana na ardhi. Tunaongea na wenzetu ndani ya serikali, 10% hiyo sehemu iende kujenga maghala, wananchi wasihangaike kufuata maghala. Hapa mtu anatokea Kaseli anatakiwa afuate ghala Shelui. Hiyo sio sawa. Kwa hiyo tumesema tutajenga maghala kwenye maeneo ya uzalishaji wa mazao yanayotumia stakabadhi ghalani, ili tupate jawabu la kudumu la maswala yanayohusu mazao yetu. Nimalizie moja la mwisho ili niweze kuwaleta wageni wangu waweze kusalimia. Moja la mwisho, tarafa ya Shelui niliwaletea gari ya ambulance ikaharibika, ikapata ajali. Bahati mbaya sana ikapata ajali ikaharibika. Lakini mpongeze mkurugenzi, ameitengeneza ile gari. Hongera sana mkurugenzi, tulishakukuruka kwa muda mrefu sana. Hongera sana kwa kuitengeneza. Sasa pamoja na kuitengeneza, mtaitafutia kituo kingine. Hapa makao makuu unaleta ambulance mpya hapa, mpya. Taileta mpya. Kwa hiyo tarafa ya Ndago, kwa sababu mna vituo vingi, mtakuwa na ambulance ngapi? Kwa mukile hao nini utega nia enzea ya uke ya Punepe na Ndago ya uke mpaka nuku Ndolongo, au enzea ya Punepe na Ndago ya uke mpaka nuku Urugu, alafu enzea ye mese mmoja wapo kati ya Kundolongo au ku Urugu. Siyo ne ndoane? Siyo ne bwana? Kwa hiyo itakuja, na hili halitachukua siku nyingi, nadhani ndani ya wiki moja mpaka wiki 2 itakuwa imesha kuja hapa. Mwana ngawe ndi yenza si kushokaniki na ugendane. Si hiyo ne. Si ukulete lagi anenta patone. Yaza kwa ni ambulance papa. Kwa hiyo mkurugenzi, basi wewe wasimamie wataalamu wako ili ambulance hiyo isikose mafuta, kila siku hiyo imejaa mafuta. Isifanye shughuli za kiutawala, watu kutembelea, ili muda wote ikihitajika, mtu anatakiwa kule wapi Mayanzani kule kwa ndugu yangu Shamsua kule, ambulance iwe ipo. Sijui inatakiwa kule kwa mdogo wangu kule wapi kule kwa wafugaji wenzangu, kwa kina nani kule, kijiji gani kile? Kipuma kwa mbele kule. Mwalo hapa kwa Kipuma kile kijiji cha pembeni. Kule Makungu na kwenyewe iwepo. Ili ikihitajika iwepo kule. Au vipi mheshimiwa diwani? Yasese safaria. Siyo ne bwana? Haya. Kwa hiyo hilo lilikuwa la upande wa ambulance. Lakini natambua bado tuna vitongoji ambavyo vinahitaji ujazilizi wa umeme. Nitamleta mheshimiwa naibu waziri, atakuja aseme hilo la ujazilizi wa umeme. Tuna program kabambe ya kujaziliza umeme. Lakini pia tuna jambo la maji, yuko naibu waziri wa maji, atakuja aseme. Na ile la barabara nimeshalifafanua kirefu, lakini yupo naibu waziri wa ujenzi, dictionary iko hapa, itakuja
atakuja na yeye atuambie hayo. Kwa wakati huu basi nimlete naibu waziri wa nishati. Karibu Mheshimiwa naibu waziri wa nishati. Songe Lukembe tuwe. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Singida, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ndugu yetu na mama yangu, Mama Mlata, Mheshimiwa manaibu waziri wenzangu, Mheshimiwa mama yetu Mama Neema Mwigulu Nchemba na wadogo zangu, Wanairamba wote, asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, leo nimefurahi sana kupata heshima ya kipekee kufika eneo ambalo wewe umezaliwa na kukulia. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi ni miongoni mwa wabunge ambao tulipata bahati ya kufanya kazi na wewe. Huu ni mwaka wa 11 sasa. Najisikia fahari kukutana na ndugu zako Wanairamba. Ndugu zangu, mimi jina langu ni Salome Makamba, mbunge kutoka Shinyanga na naibu waziri wa nishati. Nimekuja kumsindikiza Mheshimiwa Waziri Mkuu nyumbani kwao. Iramba oye! Ndugu zangu, nawapongeza sana kwa kutupatia waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kila jimbo linatamani kupata bahati hiyo, lakini bahati hii mmeipata nyinyi. Na mimi naibu waziri wa nishati leo, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Nishati Mheshimiwa Deogratias Ndejembi, nataka niwaletee habari njema Wanairamba, baada ya nyinyi kutupa zawadi ya waziri mkuu mwenye weledi, waziri mkuu mwenye maarifa na waziri mkuu anayepambana kwa ajili ya nchi yetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika vitongoji ambavyo viko katika jimbo lako, na hapa tulipo ni shahidi, ukiangalia kunaona nguzo za umeme zinaendelea kutembea. Vitongoji vingi vina umeme, vimebaki vitongoji 135. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, habari njema nataka niseme hapa Iramba leo. Katika vitongoji 135, mpaka sasa hivi vitongoji 65 wakandarasi wameanza kuingia site kuhakikisha kwamba tunawaangazia Wanairamba. Na kama hiyo haitoshi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, bunge letu tukufu katika bajeti yetu ya Wizara ya Nishati mwaka huu wamefahamu, wawakilishi wamewakilisha vizuri na wametueleza kwamba katika maeneo ambayo nguzo zimepita na nyaya zimepita, kuna baadhi ya wananchi ambao watakiwa wanufaike na umeme hawajapatiwa umeme kwenye kaya zao. Habari njema kwa Wanairamba. Bunge tukufu limetenga budget ya kutosha kuhakikisha kwamba wale wakandarasi waliopita katika maeneo yenu wakapitisha nguzo na nyaya na baadhi ya kaya zikarukwa, kaya hizo zitapatiwa umeme ndani ya mwaka huu. Hayo ni mapenzi ya dhati ya Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini hayo ni mapenzi ya dhati ya Mheshimiwa mbunge wenu na waziri mkuu wetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, vitongoji vilivyobaki, Mheshimiwa Rais na wewe pia kwa nia ya dhati mmeweka ukomo. Lazima inapofika 2030 vitongoji vyote vio vimekamilika. Na kwa sababu hili ni jimbo la Mheshimiwa Waziri Mkuu mwenyewe, na mimi nataka nitoe ahadi hapa kwako mwenyewe na hadhira hii kubwa ya Wanairamba waliotupokea kwa bashasha kubwa, kwamba nitasimama kidete na nitasimamia kwa weledi na umakini mkubwa kuhakikisha hakuna kitongoji hata kimoja kitabaki hakina umeme. Mheshimiwa Waziri Mkuu, umeeleza vizuri kuhusiana na bwawa la Mwalimu Nyerere. Ni kweli kabisa. Mlijifunga mikanda wale ambao tulikuwa tumewatanguliza mbele kama wawakilishi wa kupanga bajeti. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, sasa hivi Tanzania katika Afrika Mashariki ndio tunaongoza kwa uzalishaji wa umeme. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, mpaka sasa hivi tunazalisha zaidi ya gigawatt 4.5. Lakini matumizi yetu sisi kama nchi hayajafika hata 60% ya umeme tunaouzalisha. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, una jambo kuambia ndugu zako Wanairamba ambao sisi wa Tanzania, wewe pamoja na wote mliokuwa kwenye baraza mawaziri, mlitutendea wema sisi wa Tanzania. Jopo lile lilifanya maamuzi kwamba pamoja na umeme mwingi tuliokuwa nao, kulikuwa kuna changamoto ya miundombinu ya nyaya, substation pamoja na nguzo. Nguzo nyingi zilikuwa zinaanguka, nyaya nyingi zilikuwa zimezeeka. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nyinyi mlikuja na mradi unaitwa mradi wa gridi imara kwa ajili ya kuboresha gridi yetu ya taifa. Na sasa nataka nitoe habari nyingine njema kwa Wanairamba.
Sasa hivi serikali imetenga fedha za kutosha kuhakikisha maeneo yote, nimemsikia Mheshimiwa Waziri Mkuu anasema kuna maeneo ya makorongo na mabondeni, kule ambako nguzo zetu zinaanguka kwa sababu ya ardhi kuwa na majimaji. Maeneo yote yenye majimaji na maeneo yote ambayo nguzo za umeme zinapata madhara ya kuchomwa moto, tunakwenda kusimika nguzo za zege. Hiyo ni bajeti, hayo ni maono ya Daktari Samia Suluhu Hassan na wewe mwenyewe Mheshimiwa Waziri Mkuu ukiwa kama waziri wa fedha. Ni waahidi Wanairamba tutakwenda kunufaika kwa sababu lengo la Mheshimiwa Rais ni kuwaangazia Watanzania. Nisipoteze muda wako Mheshimiwa Waziri Mkuu, wananchi hao wana kero zao, wana changamoto zao ambazo wanataka uwasikilize. Siku nyingine tutakuja mapema, tutawaeleza miradi mizuri. Karibuni sana Shinyanga, waweja sana. Haya, asante. Sasa tumlete Mheshimiwa Naibu Waziri wa Ujenzi. Ndago oye! Waziri Mkuu oye! Hebu tupunge mikono kwa Mama Samia. Mama Samia oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sababu ya muda, kwanza Mheshimiwa Waziri Mkuu, nianze kwa kukupongeza na kukushukuru sana. Mimi kama naibu waziri wa ujenzi niseme umenifilisi nilichotaka kusema. Uliacha waziri mkuu ukaongea kama mbunge mwenye jimbo lake ambaye unaifahamu kweli jimbo lako na kila kinachoendelea katika jimbo lako na hasa swala la miundombinu. Hongera sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Ninachoweza kuwaambia Wanairamba ambao mnanisikiliza hapa, yote aliyosema Mheshimiwa Waziri Mkuu kuhusu miundombinu, mimi nilikuwa na kanotibuku kangu pale. Nilikuwa kila nikiangalia naona kila anachokisema ndo tumekipanga na amemaliza vyote. Aliyoyasema yote hayo yako kwenye vitabu vyetu vya budget na mengine tumeshaanza kuyatekeleza. Ninachoweza kuahidi Wanairamba na Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi tutahakikisha tunayasimamia hayo, tunayatekeleza hayo. Na niseme tu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, mlioyaamua kuyafanya na kusimamisha mambo mengine ulikuwa ni uamuzi wa kizalendo, uamuzi wa kitaifa ambao leo unatufanya tuheshimike duniani kote. Hongera sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Na kuhusu barabara hii Mheshimiwa Waziri Mkuu, ambayo mimi sikujua ulikuwa unaongelea nini, lakini nataka niwaambie Wanairamba na Wanasingida kwa ujumla. Barabara ya Sepuka, barabara inayoanzia pale Sabasaba, Sepuka, Ndago, Kizago, kilomita 78. Mheshimiwa Waziri Mkuu, maelekezo ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, baada ya kukamilisha hii miradi, tunapoanza utekelezaji wa bajeti kuanzia Julai, nataka niwahakikishie Wanairamba, mtaona kazi imeanza kwa kasi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, miradi mingi ilikuwa inasuasua ama ilikuwa imekwama ama mingine ilikuwa haijaanza. Bahati nzuri umeitaja si tu miradi ya jimbo lako, lakini na miradi mingine ya huko Mkalama kwenda Ilongero, Mkiwa kwenda Itigi, lakini huko tulikotoka yote umeitaja, na ulivyoitaja uhalisia ndo huo, na hivyo ndio na sisi tunakwenda kuisimamia. Kwa hiyo bila kupoteza muda, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru sana, na Wanairamba tunaomba muendelee kumwombea mbunge wenu, muendelee kumwombea Waziri Mkuu wa nchi. Kazi anayofanya ni kubwa sana. Nimeshangaa barabara zote bado anazikumbuka pamoja na majukumu mengi anayofanya ya kitaifa. Nikasema hapa sasa inabidi nijipange ninavyoongea barabara za hapa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hongera sana. Na kwa kweli ameonyesha hili jimbo analimudu na analimiliki. Na sisi Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama wasaidizi wako hatutakuangusha. Tutahakikisha kila linalowezekana tunalifanya ili na wewe uwe na amani unapokwenda Mtwara, unapokwenda kwetu huko Ileje, ujue kwamba huku miradi haijasimama
na sisi kama Wizara ya Ujenzi kwa niaba ya Waziri wa Ujenzi hatutakuangusha katika miradi yote ya ujenzi. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Asante Mheshimiwa Naibu Waziri wa Ujenzi. Sasa tumlete Mheshimiwa Naibu Waziri wa Maji. Wangwese. Tuliwaitukuye. Tuliwanzu naye. Ilamba oye. Ndago oye. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa mama yetu kipenzi kabisa, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa, bila kusahau Mama Mwigulu Lameck Nchemba, lakini bila kusahau waheshimiwa wabunge wa mkoa wetu huu wa Singida, wananchi wote na kamati ya ulinzi na usalama, waheshimiwa wakuu wa wilaya ambao mmefika hapa, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, leo sitakuwa na mengi, lakini nitakuwa tayari kupokea kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Maji changamoto na maelekezo yako ambayo utayatoa. Lakini sambamba na hilo, napenda niwaombe wanailamba, hiki leo ambacho naendelea kukiona, inawezekana kabisa tukatengua baadhi ya misemo ya Kiswahili. Maana yake wakati umefika wa kuipitia upya. Naombeni, kama nitasema kweli, basi tutakubaliana kutengua baadhi ya misemo. Sawa jamani? Wanasema kwamba nabii hakubariki. Hapa mnaonaje jamani? Wangapi wanasema kwamba anakubalika? Kwa hiyo tunatengua msemo huo. Hii ni hatua mojawapo ya kuonyesha Watanzania kwamba wakati umefika uhalisia uweze kuchukua nafasi yake. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa hiki ambacho nimekiona, mimi ni mwanasiasa. Ndani ukileta mikutano ndani tofauti na wengine ambao wanaenda kutafuta sehemu za stendi za kuweka sehemu ya masoko ili waonekane kuna watu fulani. Lakini hapa inaonekana kabisa kwamba watu wanayo matumaini makubwa. Watu wanayo imani kubwa, si tu kwa mbunge wao, isipokuwa kwa imani kubwa ambayo Daktari Samia Suluhu Hassan ameionyesha kwa wanailamba. Ndugu zangu, mimi naendelea kukubaliana nanyi kwamba Mwigulu Lameck Nchemba ni fahari yenu, lakini ni fahari ya Watanzania pia. Ni tumaini lenu, lakini ni tumaini la Watanzania. Lakini hii ni ishara tosha ya kuonyesha kwamba uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan analo jicho la kujua kwamba huyu ndiye kiongozi nitakayeweza kumtuma na kwenda kuwatumikia wananchi ambao mimi nimeapa kuwatumikia. Hii tunaiona kwa kweli ni dhahiri, hata nisiposema hata miti itasema. Ndugu zangu, mimi kwa kweli sina mengi, lakini tunafahamu pia kwamba Mheshimiwa Rais kwa imani kubwa aliyoionyesha kwa Wanasingida, tunayo miradi mingi ambayo imeendelea kutekelezwa. Lakini katika miradi hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu amekuwa sehemu ya ufanikishaji wa miradi hiyo mikubwa ambayo inaendelea kutekelezwa ndani ya mkoa wa Singida. Tunao mradi mkubwa unatoka Serengeti unakuja Kiomboi, unaenda Singida, Manyoni, Chemba mpaka Chamwino. Ni kazi kubwa ambayo imefanywa na Waziri Mkuu kwa kuhakikisha kwamba anamshauri vizuri Mheshimiwa Rais na anatafuta vyanzo vya pesa. Lakini pia hata hapa Ndagu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, yale maelekezo yako katika kata ya Ndagu, kijiji cha Songambele, tulileta shilingi milioni 250 na tayari mradi umeshakamilika unafanya kazi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pia hatukusahau eneo moja linaitwa Zingiri wapi? Zinziligi pale. Tulileta milioni 465.65 kwa ajili ya mradi wa maji ambao tayari umekamilika. Lakini pia hapa wilaya hii ya Iramba tunao bahati kubwa sana katika utekelezaji wa kimkakati wa miradi ya kimkakati
kutoka Ziwa Victoria, Iramba inaguswa mara mbili. Mradi wa kutoka Ihelele Mwanza bilioni 680 ambao unakuja mpaka unafika Igunga mpaka Shelui. Lakini pia mradi mwingine ambao unaenda kuanzishwa kutoka Busega, unapita Meatu, unakuja kupita tena Iramba. Hii ni bahati kubwa ya wanairamba, na hamko hapa kwa bahati mbaya, kwa sababu Mwenyezi Mungu alipanga myatumie maji ya Ziwa Victoria. Na sisi chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan na maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, tutaendelea kusimama. Haya, tusimame kwa heshima ya bendera zetu. Mtazamaji, Waziri Mkuu amesimama hivi sasa. Ni kwa heshima ya bendera ya taifa pamoja na bendera ya Jumuiya ya Afrika ya Mashariki ambayo hivi sasa inateremshwa, ambapo ni muda wa bendera hiyo kuteremshwa, na Waziri Mkuu ameelekeza watu watoe heshima, kama ambavyo ndivyo ulivyo tamaduni, kwamba pale ambapo bendera ya taifa inapaswa kuteremshwa, basi watu wote wanapaswa kusimama kwa ukakamavu kuonesha kwamba ni heshima ama utii kwa bendera hiyo ya taifa. Na kama unavyoshuhudia sasa, bendera hiyo ya taifa ndio ya kwanza kuteremshwa pamoja na bendera ya Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Bendera hizi zote zina kuwepo sehemu ambapo viongozi hao wa kitaifa wanakuwepo katika eneo husika kwa wakati huo, na sasa muda wa kazi unakuwa umemalizika, ndio maana bendera zinakuwa zinateremshwa, ikiashiria kwamba sasa muda ule wa kazi umemalizika. Na sasa Waziri Mkuu amemruhusu aliyekuwa akizungumza naibu waziri wa masuala ya maji Mhandisi Kunda Ndoya Mathew azungumze. Basi sasa ameanza kuzungumza tena. Karibu uendelee kufuatilia matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa katika viwanja vya Ndago, kata ya Ndago, na ni katika wilaya ya Iramba, jimbo la Iramba Magharibi, ambapo Waziri Mkuu ndilo jimbo lake la uchaguzi hapa, ambapo amekuja kuzungumza na wana Iramba Magharibi. Karibu uendelee kufuatilia matangazo haya. Na karatasi, na sasa miradi hiyo ipo katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nchi yetu inavyo vijiji 12333. Lakini katika 12333 tunavyo vijiji 1575 ndivyo ambavyo vimebaki kutokuwa na huduma ya maji safi na salama. Nataka nikuhakikishie, na kwa maelekezo yako, tuna utaratibu ambao tunaanza mwaka huu wa fedha. Tunaanza kutekeleza vijiji 300 kila mwaka, ili kwa kipindi cha miaka mitano vijiji ambavyo vimebaki 1575 viwe vimekamilika vyote. Na katika jimbo la Iramba vijiji 27 pekee ambavyo vimebaki tumevigawanya katika utaratibu wa miaka mitano. Tunaamini itakapofika mwaka 2030 vijiji vyote vitakuwa vimekamilika, na wananchi wa Tanzania wataona fahari ya kuwa chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan na viongozi wengine wasaidizi, ukiwemo wewe Mheshimiwa Waziri Mkuu. Sisi Wizara ya Maji chini ya Mheshimiwa Waziri wetu Juma Hamid Aweso tutaendelea kupokea maelekezo, na sisi tutasimamia miradi kwa weledi, kwa maarifa, na tutahakikisha kwamba miradi inakamilika kwa wakati, lakini kwa ubora unaotakiwa, na thamani ya pesa itaendelea kuonekana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru sana kwa kunifanya kuwa sehemu ya kushuhudia makubwa ambayo yanaendelea kutokea hapa. Nataka niseme neno moja la mwisho. Kule kwetu Unyantuzuni na kule Bariadi, nilivyosikia Ndagu nikatafakari sana. Sisi kule Ndagu, maana yake ni kwamba ukishazaliwa na mtu akakutajia Ndagu, maana yake kwamba wewe umetabiliwa kuwa na mambo makubwa katika uhai wako. Sasa nikawa najiuliza, wana Ndagu, halafu nikasikiliza maongezi yako kwamba hakuna siku hata moja ambapo umepata hofu ya kwamba hakuna hata kula moja itapotea. Lakini nikamsikiliza mwenyekiti wa chama sasa hivi tu, alikuwa ananiambia hapo, kuna siku moja alienda kupiga kula. Sasa alivyokuwa anapiga kula akabaini kwamba watu wote wamekupigia wewe. Sasa yeye alikuwa na mtazamo tofauti.
akajiuliza apige ya hapana baki yeye peke yake ama akupigie aungane na wewe. Lakini kumbe kuna jambo moja ambalo ni la Ndagu lishaamua kila kitu kabla ya uzao wako. Ulishatabiliwa ungali tumboni mwa mama yako. Sisi kazi yetu ni kuendelea kukuombea Mheshimiwa Waziri Mkuu. Na kushukuru sana. Sisi tutaendelea kufanya kazi na kwa maelekezo yako na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Ilamba oye! Naombe na mimi nikabidhi Ndagu niende nayo. Asanteni sana. Aya, songela. Kumbe aza wigagya. Ndagu ya kulele ligwa. Siko kutega gwa wala kutega ulwambani yaso. Siyo ni bwana. Basi ni washukuru kwa mara nyingine, lakini niseme mambo mawili tu. Najua wenda kukawa na jambo 1, 2, 3 vyovyote vile. Ni waombe nitamleta mbunge mkazi siku yeyote ile nyingine, Mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya. Mbunge mkazi pamoja na katibu wa jimbo atakuja hapa Ndago. Lakini pia Mheshimiwa diwani tunawasiliana naye mara kwa mara, na Mheshimiwa madiwani wenzake kiwa na jambo la haraka pia siku ambapo wataleta ambulance basi mnaweza mkawaambia. Kwa sababu kwa mujibu wa taratibu zetu tuna kaukomo fulani hivi kufanya mikutano. Sio ni antuane. Lakini jambo lingine ni waombe, tulianza kuwaza alikuliaila pamwandio ipoiti nakauga labda mwenge wime kundago au wime pa misigiri si alimuigagiane. Lakini baadaye nakapata bahati muhemba noile musafara wa mwenge pune lile pa misigiri nakauga kukapele heshima no mwenge ukole dukana na mwaka sika kwa ikaipa mwaka huu akukieka kakuku siyo ne bana kukitasa antoane siyo kukitasa simontegelane ningile anapenda Ndago mwakende alinindia mutite alinimusilia numukesha aza kukoe la katena ntende hiyo ikinaza mupunile. Kwa hiyo aza mwaloe hata lutondo lolo aza kutende hiyo. Lakini anakapata heshima katasi hiyo. Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa chama wa kata na waheshimiwa madiwani, nadhani hilo ombi litakubalika tu kama uamuzi utakuwa hivyo. Na waheshimiwa madiwani wa tarafa, nilikuwa na maanisha wa tarafa yote ya Ndago. Ikikubalika hivyo tutafanyia tu pale ili kukapele heshima bwana kahemba. Ingekazungilenzi so bwana. Kale kienda kitogola taipa ka. Siyo ni bwana. Siyo ni andoane. Ya sogwa na lumba. Basi la mwisho tumkaribishe tena Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Amesema ana jambo ambalo nuki tuundulimu lo iledu. Lale lale. Lale lale. Ana ushola. Kusule. Kumwandi gembe. Bunge wani. Mbunge wani. Nakale nakale. Songele zigi zigi. Namula naibu waziri pa waitulia naibu waziri pa namula waitulia namula numukulu wa wilaya waitulia ni joka na ugaite yanga kese ganagati. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba kwa haraka kabisa niweze kukabidhi salamu za wananchi hawa. Mwenyezi Mungu anasema ukipewa salamu lazima uzifikishe. Kwa hiyo wananchi hawa kwa mapenzi yaliyo mema, nikianza na hapa tulipo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, wamekupa zawadi ya mafuta, na wakati nazitaja hizo ninaomba zikabidhiwe kwa Dasi Iramba na kamati ile ya usalama, tutaziratibu ziweze kufika. Ndugu zangu wa hapa tulipo Ndago wametoa dumu moja la asali lita 20,
dumu la mafuta ya kula lita 20 na kuku watatu. Kata ya Mberekese mafuta lita 20, karanga debe 1 kwa kilo 20. Kata ya Kaselia mafuta lita 20 na kuku wawili. Kata ya Urugu wametoa mpunga gunia 1. Kata ya Ndulugu wametoa asali ndoo 1, na Mtekente wameweza kutoa mafuta lita 20 na pia galoni za lita 5 lakini kuna kikundi cha Mwambu Studio wao wameweza kutoa mbuzi 1. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba upokee salamu hizi za wananchi hawa kwa mapenzi mema, tutaziratibu na zitakufikia. Asante sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, uliposema tu kuna zawadi nikasema bora uzitaje tu, kwa sababu wakati tuko kule tarafa ya Shelui kuna wananchi walileta zawadi ya mbuzi. Walipokuja kuongea nami, walivorudi hawakumuona ule mbuzi. Nikawakumbusha tu kwamba pale mkutanoni kulikuwa na Wanyaturu, wamewekaje mbuzi kule? Aza koli anatu taimu meleke mbuli ni anatolo akoli tai. Mwisho kama umiagane. Mugemiaga na tai. Hivi wale waheshimiwa madiwani, mstahiki meya na mheshimiwa diwani wa Ikungi wako wapi? Mwenyekiti wa Ikungi na mstahiki meya na mwenyekiti wa Singida DC, wa Singida Ilongero. Wale wa awa mwaona wa. Awa na wahimbi wa ng'ombe gari awa. Na wife mbi duduwi. Alafu wakani hawa nyambi ngimba Afrika. Ng'ombe yonge ng'onge anjuke awa. Mtazamaji, ucheshi huo wa Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Lameck Nchemba ndio ambao unatuhitimishia matangazo ya moja kwa moja kutokea hapa katika viwanja hivi, ambapo pamekuwa na mkutano wa hadhara wa Waziri Mkuu, ikiwa ni ziara yake ya kwanza anaifanya tangu alipoteuliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo kama mbunge wa jimbo hili la Iramba Magharibi hajawahi kufika katika eneo hili, na hii leo amefanya ziara hii ya kwanza. Alianza pale Mgongo na mara hii amefika katika tarafa hii, ambapo sasa ndio mkutano wa hadhara huu tunaohitimisha katika matangazo haya moja kwa moja. Tunakushukuru sana kwa sababu uliotenga kufuatilia matangazo haya kuanzia katika eneo lile ambapo tulikuwa pamoja pale Mgongo, na sasa katika viwanja hivi vya Ndago, Waziri Mkuu anapohitimisha ziara hii ya kikazi kwa siku hii ya leo. Kesho ni siku nyingine, atakuwa pia katika sehemu nyingine. Tukutane mpaka wakati huo. Kwa niaba ya timu nzima ile kuletea matangazo haya, mimi ni Asher Thomas. Amani salia nawe.